Na kama mnavyofahamu, ndugu wanaushirika na wakulima wa zao la korosho, kwamba Korosho Cooperative Joint Enterprise Limited ni taasisi ambayo moja ya jukumu lake ni usambazaji wa viuatilifu vya zao la korosho kwenda kwa wakulima wa zao la korosho. Na kama tunavyofahamu kwamba msimu wa usambazaji wa viuatilifu vya zao la korosho umeanza, na tayari tulishaanza na usambazaji wa dawa za maji ambazo wakulima wa korosho wamekuwa wakishauriwa na wakielekezwa kwamba watumie dawa za maji kwa wingi wakati wanasubiria kupokea salfa za unga. Na kama tunavyofahamu kwamba kwa msimu wa usambazaji 25-26 tulikuwa tumebakiwa na salfa tani 16,000, na tunatarajia msimu huu wa usambazaji 26-27 tutapokea salfa tani 15,000. Kwa hiyo usambazaji wa salfa utakuwa ni tani 31,000 kwa ujumla, kwa maana ya kwamba bakaa ya msimu uliopita na usambazaji wa msimu huu, kwa maana kile ambacho tutakipokea katika msimu huu. Kwa hiyo tumeanza kupokea tani 10,000, na kwa siku ya leo hii katika gala letu hili lililopo Mtwara mjini tunapokea tani 1239 katika tani 10,000 ambayo tunatarajia kuipokea, na baada ya hapo tutapokea tani 5,000 na kufanya tani 15,000 katika msimu huu wa usambazaji wa 26-27. Kwa hiyo ni waase wakulima wa zao la korosho waendelee kutumia dawa za maji kama ambavyo wamekuwa wakielekezwa. Wakati hii salfa ya unga inapopokelewa basi na kusambazwa kwao, nao wataipokea na kuendelea kuitumia. Leo tupo hapa ghalani tunapokea pembejeo kutoka kwa mzabuni ambaye yeye tulimpa tani 10,000, na leo hii tunapokea tani 1,239, na hizo tani zingine ambazo zimebaki hadi kufika mwezi ujao tutafanikisha kupokea tani zote 10,000. Na tunaendelea kufanya mchakato wa usambazaji wa hizi pembejeo kwa wakulima. Kwa hiyo ni watoe hofu wakulima, tunaendelea kusambaza hizi pembejeo na mtazipata kwa wakati. Rafiki, una hakika kuwa application zote kwenye simu yako unazitumia? Fahamu kwamba application ambazo hauzitumii na haujaziondoa kwenye simu yako zinaendelea kutumia data yako bila wewe kujua. Basi fuata hatua zifuatazo ili kuzuia hilo. Kwa watumiaji wa iOS, fungua settings, kisha shuka chini kwenye application zako na ufungue unaohitaji kuzuia isitumie data yako. Utaona mpangilio wa vitu ulivyoruhusu vitumiwe na application hiyo, kisha bofya mobile data ili kuzuia isifanye kazi. Kwa watumiaji wa Android, fungua settings, kisha fungua apps. Fungua apps management au fungua application husika unayohitaji kuzuia isitumie data yako. Fungua kipengele cha data usage, kisha disable mobile data ili kuzuia isifanye kazi. Linda data yako.